Hoja ambazo amezungumza Ja'ad na mijadala ambayo inaendelea, nakumbuka pia siku za nyuma Donald Trump alijinasibu kwamba anataka kuwa ni kama meza ya amani, yani kuwa sehemu ya kuwa msukumo mkubwa wa amani duniani. Kwa hiki kinachoendelea, hoja yake si halisi tena. Unajua Marekani jinsi inavyoongozwa ni tofauti kidogo. Unaweza kuwa na utashi wako, lakini ukakuta kuna mipango tayari ya watu walishaiseti mipango yako kuwa huwezi kufanya hiki, utafanya kitu fulani. Kama unavyofahamu kuwa siasa kubwa ya Marekani, au unaweza kusema wanasiasa wa Marekani ambao wanafanya maamuzi sana ya mambo mengi, wengi wanatoka kwenye lobbying ya AIPAC. Yani naweza nikasema kuwa wengi wa wanasiasa wa Marekani walikuwa kwenye nafasi za maamuzi wanafadhiliwa na washirika, mfano shirika kubwa la Kiyahudi la AIPAC ambalo ndio huwa linatoa pesa kuwapa wanasiasa wa Marekani. Unajua Marekani vyama havikupi pesa ya ruzuku kwa sababu unaenda kwenye kampeni toa chukua pesa ukafanya kampeni. No, una uwezo gani wa kukusanya pesa kwa ajili ya matangazo kwa ajili ya mashirika na wadau wengine. Kwa hiyo unakwenda kwenye mashirika, na shirika kubwa ambalo hutoa fedha kwa pande zote ni shirika la AIPAC ambalo nalo huwa lina ajenda zake. Sasa wanasiasa wengi wa Marekani, ndio maana watu wanajiuliza kwa nini huwa wanatetea Israel bila mipaka. Wanatetea Israel bila mipaka kwa sababu ni wamefadhiliwa na mashirika, ambapo kuwa awali kabla hujaingia kwenye nafasi ni lazima wakusainishe mikataba ambayo itakuwa Israel kwanza, Israel kwanza. Kwa hiyo Trump aliingia na ajenda kuwa mimi ni mtu wa amani, na akawalaumu sana viongozi wengine waliopita kuwa ningekuwa mimi vita ya Urusi na Ukraine isingekuwepo. Ningekuwa mimi kusingekuwa na vita ya Gaza. Akazungumza vitu hivyo. Lakini usisahau kuwa hata mwanzo alivyoingia, aliingia na ile ajenda ya kusema kuwa nataka nitoe zile faili za kifo cha John F. Kennedy. Nadhani ilikuwa ni ajenda ya kwanza kabla ya ajenda ya pili ilivyokuja Jeffrey Epstein ikafuta ya kwanza. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini kumebadilika? Yaani tofauti na hapo kuna vitu vimebadilika ghafla. Kwa nini alikuwa na ajenda ya kutoa faili za John F. Kennedy kuuawa kwake na matukio yote yaliyotokea, halafu tunaona kuwa ule mchakato ukaishia katikati, ghafla ikaja kashfa ya Jeffrey Epstein ambayo inamhusu moja kwa moja Trump na washirika wengine. Halafu baada ya pale ni Trump kama anapokea maelekezo kuwa utatembea kwenye njia hii. Amebadilisha toni kutoka Trump wa amani. Sasa kwa mwaka mmoja uliopita ameshambulia nchi 7 tofauti. Kwa mwaka mmoja ameruhusu Marekani ifanye mashambulizi katika nchi 7 tofauti. Kwa hiyo unakuwa unajiuliza kuwa sasa huyu alituambia amani, mbona yeye anaonekana kavuka zaidi kuzidi hata wale wengine ambao so ile agenda inaweza ikapotea kutokana na wenzako wanataka nini. Yani umekuta na wewe tayari labda wamesha kuweka kati, sasa wanakuambia badilisha wewe kwako MAGA weka pembeni, kwa sababu hata kwenye sera ya MAGA kaisha gombana na wenzake, mpaka mbunge kama yule mwanamama alikuwa kimuunga mkono Green ambaye alitajwa wakati wa JD Vance anatangazwa kuwa atakuwa makamu wa rais. Green alitajwa kuwa huenda ndio angekuwa makamu wa rais wa Trump, kwani ni mtu aliyemuunga mkono kwenye MAGA kweli kweli, lakini mpaka mwisho wamekuja kugombana, mpaka akaamua kutangaza kuwa mimi najiondoa na kila kitu, na bado Trump akamtolea maneno makali ya kashfa na kumtukana. Ni mtu wake kabisa ambaye walitoka na sera ya MAGA, na mpaka leo Republican wana ugomvi mkubwa sana kwa sababu Trump kaisha toka kwenye mstari. Yani ile sera ambayo waliingia nayo wainadi, Trump anacheza pembeni, lakini hujui kwa nini anacheza pembeni. Kwa hapo shida ni Donald Trump ama shida ni Marekani na hawa washirika ambao wanakuwa wanashirikiana nao? Umetaja AIPAC ambao makao makuu yake pia ni hapo Marekani, lakini dhumuni lake pia ni kulinda maslahi ya kiusalama ya Marekani, hasa kwa Israel. Maslahi ya Israel ndani ya Marekani, kulinda maslahi ya Israel ndani ya Marekani, kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa, hakuna chochote kitachukuliwa, hatua yoyote itachukuliwa. Ndio maana unaona kuwa Trump anakuja, mahakama ya ICC inatoa waranti, halafu mahakama inawekewa vikwazo. Halafu waendesha mashtaka wanawekewa vikwazo. Kila aliyejaribu kupinga kuhusu chochote kuhusu Israel anakutana na chochote ambacho anakuta, kwa sababu AIPAC wana nguvu yani ya kuwamiliki wanasiasa na kuamua maamuzi kuwa tunaweza tukaamua kuhusu kitu fulani. Niliwahi kulizungumza nikasema lakini mbona hawakuonesha madhara hayo kwa viongozi wengine waliopita? Awali hapo umesema kwamba kwa Trump kama imekuwa tofauti zaidi, maamuzi ambayo anafanywa na serikali ya Marekani yamekuwa makali zaidi. Inategemea wewe ni wamekuweka kati kiasi gani. Ndio maana nimeanza kwa kusema kuwa aliingia na ajenda ya kutoa faili za Kennedy. Sawa? Aliuawa vipi John F. Kennedy? Sasa zile faili unajua zinakwenda mpaka wapi? Lakini katikati ya hile tunaona kashfa ya Jeffrey Epstein inaibuka. Kashfa ya Jeffrey Epstein inaibuka
inakuwa imemkamata Trump kila kona. Yani ni kama ulitaka kuvujisha siri zangu, sasa na mimi na zako, na tuone za nani zitamuumiza zaidi. Sasa tunakudhibiti. Wakati tumekudhibiti, tunakugeuza njia, pita huko. Kwa hiyo kwa nini wengine hawakuwa vile? Kwa sababu inategemea kila kiongozi yuko kwenye nafasi gani, au kila kiongozi kuna ile kauli nasema umekublackmail, yani tumekublackmail kiasi gani ili ufuate kile tunachokitaka. Sasa inawezekana viongozi waliopita hawakuwa kwenye ile blackmail kubwa kabisa, au tumekunasa kiasi fulani, kwa hiyo utatekeleza kiasi fulani. Chukulia mfano, Barack Obama alikuwa na ugomvi sana na Netanyahu, na ndio Barack Obama aliingia makubaliano na Iran JCPOA mwaka 2015. Ugomvi kwa mkubwa sana, lakini bado walikuwa wanashindwa kumdhibiti kwa sababu walikuwa hawajam blackmail kweli kweli, wamdhibiti kuwa hapa ufanye, huwezi kufanya, lakini aliweza akafanya, akasaini mkataba ambao Trump alikuja kuitoa Marekani baadaye. Kwa hiyo inategemea kiongozi wa ngazi za juu uliyekaa pale, tumekushikilia sehemu gani kwa wakati gani. Kwa hiyo kuna wakati utatekeleza yetu, kuna wakati tunaweza tukakuachia tu wewe utekeleze tu inakwenda. Mfano nitakupa mwingine, kuwa kwa nini Marekani walikwenda Venezuela? Bado hata vyombo vya habari vingi vya Marekani vimenukuu vikasema kuwa ni nguvu ya Saudi Arabia inayosumbua Marekani. Kwa nini anamsikiliza sana Saudi Arabia? Kwa nini juzi wakati kauli vyombo vya habari vimesema kuwa Saudi Arabia, Qatar na UAE hawakushiriki. Ilikuwa Saudi Arabia, Qatar na Uturuki na Misri waliomba Marekani isishambulie Iran kwa sababu patavurugika. Ulimsikia Senator Lindsey Graham alisema imefikia wakati wa kufikiria upya uhusiano wetu na mataifa ya Kiarabu. Yani alikasirika kwa nini Saudi Arabia ambao ni washirika wao wanaizuia Marekani isifanye mashambulizi kwa Irani. Tunafikiria, walitegemea ushirikiano, tulitaka watuunge mkono, sio kutuzuia, yani sio kumzuia Donald Trump. So hii inasumbua wa Israel kuwa hii sauti ya Saudi Arabia kwa nini inakuwa kali kwa Marekani. Kwa hiyo tunatafuta sauti ya pili ambayo ndio tunaenda kuitolea Venezuela. Wale wakifikiria upya uhusiano wao na mataifa hayo, nani ataathirika zaidi ikatokea walichokifikiria kikawa tofauti? No, sasa hapo kuathirika inakuwa tofauti nini? Kuwa Marekani anamtegemea Saudi Arabia kwenye mzunguko wake wa dola, kwa sababu Saudia ni msambazaji mkubwa wa mafuta duniani, pipa milioni 11.5 zinaingia, lakini amekuwa ni mshirika wa karibu wa Marekani. Kwa hiyo sauti ya Saudi Arabia ni tofauti na nchi yoyote ya Kiarabu kwa Marekani. Kwa hiyo kuna wakati sauti ya Saudi Arabia inamkera Israel kwa Marekani kwa sababu inazidi. Sasa tunampa nini Marekani kingine tofauti ili sauti ya Saudi Arabia idropu? Mpe Venezuela. Kwa sababu Venezuela ana mafuta mengi kuzidi Saudi Arabia. Sasa kama Marekani atamiliki hifadhi yote ya mafuta ya Venezuela na akawa na uamuzi naye, tayari sauti ya Saudi Arabia inakwenda chini. Kwa hiyo tunachezesha. Kuna wakati wewe unakaa unafikiria kuwa sijui nifanye biashara gani, sijui nikajenge nyumba fulani. Wenzako walishaitengeneza dunia wakaiseti kwa miaka 100 mbele kuwa tutaishi hapa, tutatoka hapa, tutakwenda hapa, tutakwenda hapa, tutakwenda hapa. Yaani tayari kila kitu kiko kwenye mpangilio wao. Na Rahbi, tumemaliza sasa, ama Marekani imemaliza na jambo lake na Venezuela, imehamia hili lingine. Tumetoka tena kuijadili dhidi ya Iran, tena tuna Marekani na Greenland. Muda mchache uliopita Hilda, tulikuwa tunazungumza kwenye uchambuzi pale, nikakwambia leo hii dunia inaishi kwa utashi, na watu duniani tumekuwa tukiweka notification zetu on kwenye mtandao wa Truth Social wa Donald Trump, kwa sababu ndio unaopasha, yani unatupa taarifa za dunia nzima. Naweza kusema sasa migogoro mingi ukisikia dunia, yani chanzo kinakuwa ni zile posti za Donald Trump anavyoziposti na zinakwenda. Mgogoro wa Greenland unauona kwenye taswira tofauti. Kwanza ni Trump anakuambia tukiacha China ataichukua na Urusi ataichukua. Sasa Greenland unajua iko Amerika ya kaskazini. Ni eneo kubwa sana, na ukubwa wake unasema kilomita karibu 2.1 yani mara 2.5 karibu ya Tanzania ukubwa wake, lakini 80% ya hili eneo ni barafu na 20% tu ndio watu wanaweza wakaishi, na eneo hili lina watu wachache sana, ni wastani 60,000 ndio wanaishi hapa, na wamekuwa na serikali kamili iko hapa, lakini wako chini ya milki ya ufalme wa Denmark. Denmark alichukua Greenland kwa Norway zamani sana. Sasa hawa raia wa hapa wanafahamika kabisa kuwa wana haki ya kuwa, yani wana haki ya Denmark. Denmark ni mwanachama wa EU, hawa sio wanachama wa EU, lakini hawa ni wa Danish kutoka Greenland. Sasa ukiwauliza wa Greenland wenyewe wanatamani kuwa wa Marekani, hawataki. Wao hawataki kuwa wa Marekani. Wao wanasema kuwa tunatamani angalau tuwe uhuru, lakini tusiwe sehemu ya Marekani, ila ni bora tubaki kuwa Denmark.
chini ya milki ya Denmark. Sasa wenyewe hawa raia wa ile eneo hawataki, lakini Marekani anazo hoja. Lakini wakiwa chini ya Denmark bado watakuwa na uhusiano na Marekani. Denmark ni miongoni mwa wanachama wa NATO. Ni wanachama wa NATO na Marekani anapaswa kuilinda Denmark. Yani anailinda ile Greenland. Anayo haki ya kuilinda Greenland kwa sababu Denmark tayari ni NATO. Lakini sio kuitawala. Sio kuitawala. Marekani yupo Greenland kwa muda mrefu sana. Kwa sababu kambi zake za kijeshi zina miaka zipo. Ana kodi kwa Denmark na wamempa hiyo hadhi muda mwingi. Sasa Trump anachotaka, alikuwa amepangisha nyumba, anaitaka nyumba kwa nguvu ainunue. Yani kuwa sasa ni lazima mtupe hili eneo. Ni kweli ni eneo la kimkakati, ni eneo ambalo kweli unaweza kununulia linahusu ulinzi. Lakini nilishasema hili wakati tunaanza kujadili kuhusu mfano mgogoro wa Urusi na Ukraine. Niliwahi kusema kuwa okay, Urusi anataka Ukraine kwa sababu nini? Masuala yake ya kiusalama. Nikasema ni sahihi kuwa yani ukiwa mkubwa, ukiwa na nguvu, ukimwona mnyonge wako kwa sababu amekaa sehemu fulani unaweza ukamsukuma, ni haki uende ukamchukue. Nadhani dunia ilitoka huko. Tulivyokuja kuweka ustaarabu wa dunia, tukajitungia sheria, tukatengeneza mabaraza, ikaanzishwa Umoja wa Mataifa, tukaweka kila kitu kwa usawa, ilikuwa dunia imeingia kwenye ustaarabu. Yani tutoke kwenye maisha haya ya ubabe, kwa sababu haya maisha ya ubabe tunayasoma kwenye historia. Na tunatazama labda kwenye mafilamu, tawala za nyuma, tawala za Wagiriki, tawala za Rome, tawala za Ottoman, ndio zilikuwa zinaendesha kwa ubabe kuwa sisi tuna nguvu, tutakuja tuwahamishe nyinyi wengine, tutawapiga na mtakuwa sehemu yetu. Dunia ilishatoka huko. Tukarudi kwenye ustaarabu wa kuheshimiana na mipaka hata kama unapakana na nchi dhaifu kiasi gani. Lakini umezungumzia utashi. Bado utashi wa wengine unaweza ukawatuma kwamba tuendelee kutawala. Sasa zile sheria na utaratibu wa dunia tuliouweka uko wapi? Kwa sababu utaratibu tayari tulishaufiksi. Kama hatuwezi kuheshimu sheria ambazo tumejiwekea, hatuna sababu ya kuishi au hatuna sababu ya kujulikana kama binadamu, kwa sababu kuna nchi hazilingani ukubwa na uwezo kwa kila kitu. Ubabe anaotumia Marekani, nilizungumza juzi alivyofanya kwa Maduro, kuwa hata nchi zingine zinaweza zikafanya ikibidi. Kufanya tu unaenda unamteka rais wa nchi fulani, unafanya vurugu, unatoka naye, na nchi zingine zinaweza. Lakini kama wakifanya vile itakuwa vurugu. Yani ulimwengu utakuwa tena hauna maana. Itakuwa ni vurugu nyingi. Kwa hiyo lazima tuishi kwenye ustaarabu. Halafu mnapokuwa kwenye nchi, mipaka ya nchi na nchi, kuna vinchi vidogo ambao havijiwezi vyovyote. Nchi kama Iceland haina hata jeshi, haina lolote. Kwa hiyo jirani agombana na mtu yote, unaenda unamchomoa rais, unamchukua kwa sababu mimi na ubabe, unafanya huo sio ustaarabu. Kwa hiyo ustaarabu ni lazima tuishi kwenye utaratibu. Sasa hili la Greenland linamleta Trump na ndugu zake wa Ulaya. Na nilizungumza na Hilda muda mchache hapa uliopita, tulikuwa tunachambua, nikamwambia Ulaya walimshabikia sana Trump kwa kuvunja sheria. Alivyokuwa akianza mwanzo, anavunja sheria na wao walikuwa wanashabikia. Wanaona ni kawaida. Anavunja, wanashabikia. Sasa kawageukia. Leo hii anawalazimisha kuichukua Greenland, kwa anasema na ambaye hataki kuichukua Greenland kawapiga ushuru Uingereza, Ufaransa, Jerumani, Finland, Netherlands, Denmark wenyewe, Norway. Yani kawapiga vikwazo wote 10% juu. Kwa sababu gani? Anasema mpaka pale mtapokubali nichukue Greenland. Na anawaambia ikifika Julai naongeza 15 inakuwa 25 na wapiga vikwazo. Sasa huu utaratibu gani? Yani ukiwa na nguvu unaweza kulazimisha kile unachokitaka wewe kiwe hicho na ukichukue kwa sababu unasema hiki hakuna uhalali wa haya mambo.